Nipashe na Rashid Abdalla na Lulu Hassan. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Karibu kwenye Nipashe Weekendi, hii ikiwa ni siku ya Jumamosi. Na mtazamaji, kuna taarifa ambayo tunazifuatilia kwa karibu kuhusiana na mkasa wa ndege iliyoanguka katika maeneo ya Nandi, na inaaminika kwamba ilikuwa kuna abiria wasiopungua 6, lakini taarifa kamili kuhusiana na nani alikuwa ameabiri ndege hiyo tutakujuza tu jinsi ambao tunavipokea katika chumba chetu cha habari. Lakini mbali na hayo mtazamaji, kumbuke kwamba ni siku ya Jumamosi, ni siku ya mawaidha na Bimsafari, lakini leo tuna mpya. Naam, katika siku ya leo tutakuwa tunaongeza nguvu kutoka Dar es Salaam Tanzania kwa Miriam Migomba paka hapa Nairobi studioni, tukiwa na presenter D ambaye naye pia atakuwa anatoa kauli kuhusiana na hii mada ya leo kwamba wanawake wanapenda kuambiwa wanapendwa. Wanapenda mtu ampetipeti mwanamke, akifanya hivyo basi ndio inakuwa raha yao katika majumba. Kabisa, na ndio raha ya kila mtu. Kila mtu anataka ambiwe kwamba anapendwa, kila mtu anataka kujisikia kwamba yeye anapendwa. Naam, lakini wanawake wajue kabla kuwe na Y kuna kuwa na Z. Hiyo ni baada. Kabla kuwe na Y kuna X. Kuna kuwa na Z. Naam, mtazamaji, haya ndio yaliyomo. Na mtazamaji, tutuia radhi kwa sasa hivi, tuenda moja kwa moja na taarifa zetu. Ni kwamba tunaanza taarifa zetu za habari ya kusikitisha ambapo watu 6 wameripotiwa kufariki katika ajali ya ndege iliyotokea katika eneo la Mosop, kaunti ya Nandi. Na afisa mkuu wa polisi eneo la Nandi amethibitisha ajali hiyo iliyowaua watu wote 6 waliokuwa kwenye ndege hiyo akiwemo rubani. Na inasemekana ajali hiyo ilihusisha ndege aina ya helikopta katika eneo hilo la Mosop. Na mtazamaji, tutawaletea maelezo zaidi kuhusu ajali hiyo punde tu tutakapozipokea. Nayo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Musanda, kaunti ya Kakamega, baada ya watu waliokuwa na bunduki kuvamia kituo cha polisi cha Nyalenya, kumuua afisa mmoja wa polisi na kuwaacha watu wengine 3 na majeraha ya risasi. Na genge la watu 6 waliwasili katika kituo hicho wakidai pikipiki yao ilikuwa imeibwa. Dakika chache baadaye waligeuka na kuwamiminia risasi askari 3 na mke wa mmoja wa maafisa hao kabla ya kuiba bunduki 2 aina ya G3 na risasi 40. Na Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Majonzi nje ya kituo cha polisi cha Nyalenya, Mumias Magharibi. Familia ya afisa wa polisi aliyepigwa risasi na kuuawa Ijumaa usiku wakiomboleza. Ndani ya kituo hicho, ishara ya mashambulizi yaliyotekelezwa na genge yanadhihirika mezani na kwenye sakafu. Kulingana na polisi, watu 6 waliokuwa kwenye pikipiki walifika katika kituo hicho mwendo wa saa 3 usiku. Walimhadaa afisa aliyekuwa kwenye zamu kuwa pikipiki yao ilikuwa imeibwa katika eneo la Sigomere. Lakini hata kabla ya kuwahudumia, mmoja wao alitoa bunduki aina ya AK-47 na kumfiatulia risasi afisa mmoja, Richard Utolo. Afisa aliyefika kujua yaliyokuwa yakijiri alipigwa risasi kichwani. Wavamizi pia walimpiga risasi afisa mwingine na mke wa afisa mmoja. Majambazi hao waliiba bunduki 2 aina ya G3 na risasi 40. Jana nimesikia mlio sana, nikashtuka sana, nini inafanyika? Nilikuwa nafikiria transformer imelipuka huko, kumbe polisi wamevamiwa huko. Mimi chenye naomba tu walete polisi wengine waongeze na stima na CCTV. Maafisa wa polisi kutoka kituo kilichokuwa kilomita 13 kutoka eneo la tukio walifika baada ya kupokea ripoti. Ni hawa ndio waliowapeleka hospitalini maafisa 3 na mwanamke waliopigwa risasi. Hata hivyo, mmoja wao alifariki akipelekwa hospitalini. Chini hapa waliua profesa lecturer. So hii area sio area yenye security ya inji waone ni area nyingine reserve, ni area yenye iko na changamoto. So ningeomba Murkomen kama waziri mkuu ajaribu kuangalia jinsi hizi maskari yenye tuko nazo area kama reserve wapewe bunduki nyingine ndogo yenye wanaweza tumia kwa mambo nyingine ya kufanya kazi za ziada hizi. Kufuatia tukio hilo, operesheni ya kuwasaka wahalifu na silaha zilizoibwa zinaendelea.
Maafisa zaidi kutoka Nairobi wametumwa kujiunga na wenzao Kakamega katika operesheni hiyo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, wa hospitali ya Kenyenya iliyoko Bomachoge Chache, kaunti ya Kisii imefungwa ghafla kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa katika hospitali hiyo. Na wakazi wenye ghadhabu walitaka kujua chanzo cha kifo cha mama mmoja aliyefika hospitalini kujifungua na kuaga dunia muda mfupi baadaye. Na maafisa wa polisi walilazimika kufyatua risasi hewani kuwatawanya mamia ya wakazi waliokuwa wakizua rabsha. Namna kama anavyoripoti Crispin Otieno, muungano wa hudumu wa afya umewaondoa wafanyikazi wake hospitalini humo baada ya baadhi yao kupigwa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya hospitali ya Kenyenya muda mfupi baada ya mama mmoja aliyefika kujifungua katika hospitali hii kupoteza maisha akihudumiwa. Wenyeji wakifika hapa kwa hamaki na kutaka maelezo kamili kuhusu tukio hilo. Hospitali hii iligeuka kuwa uwanja wa makabiliano. Maafisa wa polisi Kenyenya wakilazimika kuingilia kati kuwaokoa wahudumu wa afya. Maji yalipozidi unga, hospitali hii iligeuka uwanja wa vita. Wengine wakivunja kile walichokipata hapa. Uharibifu uliofanyika katika hospitali hii ikilazimu serikali kuifunga ghafla. Alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4. Alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a 10:45. Mapema Jumamosi, maafisa wa serikali ya kaunti ya Kisii wakifika hapa kuelezea yaliyojiri. The mother had a drastic change of events. She started becoming restless, having short of breath, and as our team realized that, they swung into action. They tried to resuscitate this lady, but in the process of resuscitation, and unfortunately we lost the mother. As a government we stand with the family na tunasema ni pole, na we will do kadri ya uwezo wetu in future nothing like this happened, but before then wacha tusikize vile wanavyosema madaktari wakubwa na vile serikali ya investigation kupitia kwa DCI wanavyofanya kazi yao, ndio tuweze kurelease report kama itawezekana, kwa sababu these things are confidential. Wahudumu wa afya 5 wanaendelea kutibiwa kufuatia vurumai hizo. Miungano ya kutetea maslahi ya wahudumu wa afya NAN na ile ya KUKO wakiamua kuwaondoa maafisa wake kwa kuhofia usalama wao. Hata kanisa ukiwa na shida watu wanakimbilia kanisa. Kwa hivyo tunasema kwamba hospitali iweze kuheshimiwa, kwa sababu sasa madaktari kufanya kazi yao. Bahati mbaya kama hiyo itokee, si vizuri kuweza kuingia kule kwa hospitali, kugonga vitu kule kwa hospitali. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mama huyo. Nyaboke Ezekiel, Crispin Otieno, Runinga ya Citizen. Kwa kisa cha kusikitisha. Na mfanyabiashara mmoja hapa jijini Nairobi anakadiria hasara baada ya kufuatwa na wezi alipokuwa ametoka benki kutoa pesa na kuibiwa fedha hizo. Na Victor Odhiambo anadai majambazi hao walikuwa na silaha na walimfuata hadi hospitalini alikwenda kutafuta matibabu walikomuibia. Kama anavyoarifu Franklin Wala, picha za CCTV ziliwanasa washukiwa wakimfuata mwathiriwa na kuiba pesa kutoka kwa gari lake baada ya kuvunja gari hilo. Victor Odhiambo ni mwathiriwa wa hivi punde ambaye aliibiwa pesa na majambazi wanaowafuata watu baada ya kutoa pesa kwa benki na kuwaibia. Tukarudi na customer kwa bank, Enterprise branch, so nikaenda nichukue the difference pesa yangu yenye customer alibaki nayo, ambaye customer alitoa 420,000. Akanipatia, tukatoka na customer, nikaenda nikamdrop, mimi nikatoka nikienda hospitali juu sikuwa nasikia vizuri kwa mbavu. Victor anadai alitoa shilingi 1420 kutoka kwa benki moja iliyoko kwenye barabara ya Enterprise hapa Nairobi. Baada ya kutoa pesa hizo, alifuatwa na magari mawili yaliyokuwa na wezi ambao inaaminika walikuwa na maelezo kuhusu pesa alizokuwa ametoa. Alifuatwa hadi hospitali moja kwenye barabara ya Thika.
Wezi walivunja gari lake na kumuibia alipokuwa hospitalini akitibiwa. Nikatoka nikaenda usi na sikuwa najua nilikuwa nafuatwa. Nikaingia, nikapark, nikatoka nikaingia ndani ya usi. Nikaeka pesa under seat, kiti yangu ya driver chini ya kiti. Junior hospital nimezoea kuenda, nilijua niko safe. Kurudi kumaliza kutibiwa, nikapata gari imepasuliwa. Nikaenda nika-lodge complaint kwa Homa Security, wakanipeleka CCTV room. Ikakuwa kuna magari mbili zilikuwa zinanifuata. Picha za CCTV ziliwanasa wezi hao wakimfuata na hata kumuibia mwathiriwa. Wakati mmoja mshukiwa wa wizi aliyekuwa na bastola anaonekana akimfuata Victor hadi ndani ya hospitali. Video inaonyesha gari moja likiegeshwa karibu na lile la Victor kuzuia watu kuona wizi huo ukiendelea. Baada ya kuvunja gari la Victor na kuiba pesa, wezi wanatoweka kwa haraka wakitumia magari mawili aina ya Axio na Subaru. But hao watu ilikuwa like well coordinated kwa sababu wakati niliona CCTV ya bank ilikuwa inaonesha like walikuwa wanajua everything inaendelea. Wakati nakuja ni kama walishaambiwa hadi namba plate yangu. Polisi kituoni Kasarani wanasema uchunguzi ungali unaendelea kuwatafuta washukiwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, naye Rais William Ruto ametoa wito kwa viongozi kuzingatia utendakazi ambao amesema itakuwa tikiti tosha kwa wale wanaopania kuwania viti vya kisiasa kwenye uchaguzi ujao. Na akizungumza katika kaunti ya Kajiado, Ruto alikashifu vikali mrengo wa upinzani akisema wanawagawanya wa Kenya bila kutoa mwelekeo kuhusu uchumi wa taifa. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, chama cha ODM kiliendeleza semi ya kunyakua kiti cha naibu wa rais kwenye hafla hiyo. Katika hafla ya kumkaribisha nyumbani katibu Judy Pareno, Rais Ruto aliwapiga vijembe viongozi wa upinzani ambao alisema wanaweka vikwazo katika safari ya kuimarisha uchumi. Ruto akiwataka Wakenya kutumia maarifa katika kuwachagua wawakilishi wao. The transformation of Kenya has been delayed for a very long time because of division, because of small minds and small ideas. I want to urge the leaders of ODM, the leaders of UDA, the broad-based government people that we work together. Aidha, mazungumzo baina ya chama cha ODM na UDA pia zilisheheni, ambapo chama cha chungwa kiliendelea kutaja kanuni za majadiliano hayo. ODM itasimamisha viongozi kutoka MCA mpaka deputy president. President ndio bado tunazungumza kwa sababu baba alikufa na alituacha kwa President William Ruto. Sasa hapo sijapata mtu ya kusimama bado. Hii watu wanarukaruka ndani ya town na kuna pale unaweza enda atashinda asubuhi na mapema. Na sisi kama ODM hatuendi kuketi na UDA kama subordinates, tunakuja kama equal partners. Ndio tuweze kutengeneza serikali ambaye itakuja 2027. The last message that Baba gave to me on 25th, and he said, can you work hard? Because what I have planned together with the president is for the good of this country. Viongozi kutoka Kajiado aidha walimtaka Rais Ruto kuzingatia ujenzi wa barabara pamoja na kutatua mizozo ya ardhi ya mara kwa mara katika eneo hilo. Laura Otieno, runinga ya Citizen. In the name of the Lord. Thank you. Na mtazamaji, baadhi ya viongozi wa chama cha UDA wakiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki wametetea vikali kiti chake cha naibu rais, wakidai kwamba chaguo lao ni Kindiki licha ya chama cha ODM kumezea mate kiti hicho. Na waziri wa afya Aden Duale amesema kwamba ushindi wa UDA katika chaguzi ndogo zilizokamilika ni kionjo tu kwa wapinzani wao. Melita Oletengesa anaarifu zaidi. Mashindano kati ya chama cha UDA na ODM kuhusu kiti cha naibu rais Kithure Kindiki yanazidi kuchacha. Kinara wa ODM Oburu Oginga akishikilia kwamba ndiyo nanga ya mazungumzo yao na UDA. Lakini sasa naibu rais Kithure Kindiki ameitetea nafasi yake. Mimi nimezama. Niko mpangoni. Hata mimi niko mpangoni. Hiyo mpango ya tutap. Ya ukweli. Ya hakika. Wacha nione tutam ya fireman. Tutam ya fireman. Ala, kumbe mko serious hivi. Naibu wa rais wetu 2027 ni Kithure Kindiki. Na rais wetu
2032 ni Kithure Kindiki. There is no contradiction. Kindiki pia amewasuta viongozi walioko upinzani akidai kwamba hawana mikakati mbadala ya kuiendesha nchi bali na kupiga siasa tu. Hawataji barabara, hawataji maji, hawataji stima. Kazi yao one term, kazi yao Kazongo. Kindiki alizungumza katika kaunti ya Kwale alipokagua miradi tofauti ya maendeleo akiwa ameandamana na viongozi wa kaunti hiyo. Katika kaunti ya Garissa, waziri wa afya Aden Duale amesisitiza kwamba chama cha UDA kingali kimekita mizizi mashinani, akisifia ushindi wa chama hicho katika chaguzi ndogo za hivi punde. Thursday there were 4 by-elections. All of them have been swept by UDA, the ruling party. Dalili ya mvua ni mawingu. Na huku mawaziri wakilaumiwa kwa kujihusisha na siasa za nchi, Duale ameshikilia kwamba hawajavunja sheria yoyote. Na bado hatujaanza campaign, we will start campaign. Na mawaziri wanakubaliwa kisheria kufanya campaign. Melita Oletenges, runinga Citizen. Na wakati huo nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya wamemshutumu Rais William Ruto na chama cha UDA kwa kujipiga kifua kufuatia ushindi kwenye chaguzi ndogo zilizokamilika Alhamisi. Na wanasema wao wanalenga kiti cha urais na wanataka mabadiliko katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ili uchaguzi ujao uwe huru na wa haki. Na muungano huo umesisitiza kuwa ajenda yao kuu ni kumwondoa Rais Ruto mamlakani wala si kushindania viti vidogo vidogo. Na Willy Lusige na taarifa hii. Tuko na kuzo. Ziara ya muungano wa upinzani nchini imeingia siku yake ya pili katika kaunti ya Nakuru. Kasongo ni kufinish. Wakiongozwa na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa na gavana Trans Nzoia George Natembeya, viongozi hao walizuru maeneo ya Bahati na Subukia. Alisimama na Mwai Kibaki. Wamepuzilia mbali majigambo ya chama cha UDA na Rais William Ruto baada ya chama hicho kutoa nafasi zote 4 za chaguzi ndogo zilizokamilika. Sisi haja yetu, focus yetu sasa sio hivi vidogo ile mabaya election. Focus yetu sasa tunataka turekebishe IEBC. We want to level the playing field. Viongozi hao wakisema lengo lao si kushindania viti vidogo bali ni kuwania urais na kuhakikisha tume ya IEBC inapigwa msasa. Agenda yetu ni kuondoa Ruto kwenye mamlaka. Tukiondoa Ruto 80% ya shida yetu yote imefanya nini? Imekwisha. Na kusipikizama one term ni one term ya Ruto, one term ya CBC, one term ya SHA. Ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu uchumi, ameharibu biashara, ameuza mali yetu. Huyu Kasongo ni kufinish. Muungano huo ukisema hautasambaratishwa na kwamba hivi karibuni utawafahamisha Wakenya ni nani atakayepeperusha bendera ya urais ya muungano huo. Sisi tunataka kuhakikisha kitu kimoja, ya kwamba ile timu ambayo mnaona hii na wale wengine ambao hawako hapa, sisi ni timu moja. Tumejipanga sawa sawa, kura yetu ya upinzani hatugawi. Sisi tutangojea kumpeleka nyumbani wote pamoja na kina Susan Keika wake wote hawa. Wangapi wako tayari kumpeleka Ruto nyumbani? Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Si alisimama na mimi. Leo itoka. Na mtazamaji, na baada ya taarifa yake Willy Lusige tunachukua mapumziko mafupi, lakini kukumbusha tu kwamba bado tuko ange kufuatilia kukupa taarifa za kina zenye uhakika kuhusiana na mkasa wa ndege uliofanyika katika maeneo ya Nandi. Kwa muda wote tupata taarifa za uhakika, tutakufahamisha ni kina nani waliokuwa wameabiri ndege hiyo. Na mbali na mtazamaji, kama tulivyokuarifu hapo awali, ni siku ya Jumamosi, siku ya Nipashe Weekend, tukiwa na Ibin Safari, na leo tunaongeza nguvu mpya. Ni presenter DC mgeni katika meza hii, lakini anasema anakuja kuleta vitu akiwa naye Miriam Wamigongo. Na mtarudi na mengi kupata maoni yako. Je, lazima tuwape tipeti ama lazima wajiongeze baada ya muda usiokuwa mrefu? Okay.
Ukienda primary school unafikiria ni college, hata uwezi kujua ni primary. Amefanya maajabu. Construction of this school has really improved. Shule zote zimewekwa kapros. Shule zingine zilikuwa zinakaa kama za kitambo, ziliangusha na mabadi karekebishwa. Mheshimiwa thought it right to bring this Huduma Center close to us. The best thing that he has done that I can be able to talk about as a director is providing education for his people. When I took over the remains of this constituency in 2017, there were more than 17 schools that were mud walled. Catch this documentary this Sunday at 2 p.m. on Citizen TV. Pepsodent Charcoal has 2 of nature's powerful whitening ingredients. With the power of activated charcoal and lemon essence, it removes stains and whitens teeth naturally. Convinced? Well, I am. Just look at your beautiful Pepsodent smiles. Pepsodent Charcoal. Pepsodent. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band. A spoonful of difference. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap. With activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Kupika ni sherehe daily. Pika kama wewe. Come choosy mix. Pika kama wewe. Come choosy mix. Pika kama wewe. Come choosy mix. Naam, karibu tena mtazamaji. Mashambulizi yanashuhudiwa katika mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Iran yaliyotekelezwa na Marekani na Israel. Hapa nchini athari za mashambulizi haya yanashuhudiwa baada ya shirika la ndege la Kenya Airways kusitisha safari za ndege kwenda Dubai na Sharjah kufuatia kufungwa kwa anga ya milki ya Kiarabu UAE. Hii ni baada ya Iran kurusha makombora ya kulipiza kisasi katika mataifa kadhaa. Milipuko ya mabomu imesikika katika mji mkuu wa Tehran, huku shambulio la kwanza likifanywa karibu na ofisi za kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Marekani na Israel zikifanya mashambulizi ya pamoja mjini Tehran. Rais Donald Trump amesema Marekani imeanzisha operesheni ya kijeshi inayolenga zana za kinuklia baada ya Israel kufanya mashambulizi kadhaa nchini humo. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. Iran nayo imejibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Qatar, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hali hiyo imesababisha mataifa mbalimbali Mashariki ya Kati kufunga anga zake huku ving'ora vikisikika kote. Mashirika ya ndege nayo yamesitisha safari zao. Shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari zake kuelekea Dubai na Sharjah kufuatia mashambulizi hayo. Shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari zake za kuelekea Dubai na Sharjah kufuatia mashambulizi hayo. Wizara ya Masuala ya Kigeni nchini imesema inafuatilia kwa karibu matukio hayo. Katibu katika wizara hiyo Korir Sing'oei anataka kusitishwa kwa mgogoro na kurejelewa kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa, akiwataka Wakenya katika mataifa hayo kuchukua tahadhari. Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameonya kuwa shambulio hilo linaweza kuzidisha ukosefu wa amani duniani na kuathiri masoko ya nishati, utoshelevu wa chakula na ustawi wa kiuchumi hasa barani Afrika na Mashariki ya Kati, akitaka pande zote kujizuia na kuendelea na mazungumzo. Mashambulizi haya yanafanyika wakati mazungumzo yalikuwa yakiendelea ili kujaribu kuishinikiza Iran kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa kinuklia. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen.
Na mtazamaji, miezi mitatu baada ya walimu kote nchini kuhamia bima ya SHA, walimu wanaougua magonjwa sugu kama vile saratani bado wanakosa matibabu. Na baadhi ya hospitali za kibinafsi bado hazijaweka mkataba na bima ya SHA. Mjini Mombasa ni hospitali 3 pekee zinazotoa matibabu hayo chini ya SHA. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, chama cha KUPPET kinadai walimu 3 wamefariki kwa kukosa matibabu. Caroline sio jina lake halisi, ila ni mmoja wa walimu wanaougua saratani Mombasa. Anatembea kwa maumivu makali. Amekuwa akitibiwa saratani kwa miaka 3 sasa akitumia bima ya Minet. Kuhamishwa kwa SHA kumeleta dhiki akipata ugumu kupata matibabu. Hospitali ya kibinafsi alikokuwa akitibiwa haijatia mkataba na SHA. Uenda hospitali unaambiwa sasa hatuwezi kukusaidia, tunangojea tuone kama tutaweza kusikizana na SHA. So mara nyingi unaenda nyumbani unangojea ukitazamia kwamba yatafanyika. So kwenda nyumbani unangoja, unapiga simu unaambiwa hayajakuwa. Kulingana na afisa mkuu wa SHA Daktari Masi Mwangangi, ni hospitali 140 nchini zinazowahudumia wagonjwa wa saratani, Mombasa ikiwa na hospitali 3 pekee kufikia sasa: Makadara, Mombasa Cancer Center na Cancer Center of Excellence. Walimu kama Caroline wanalazimika kuchanga pesa kugharamia matibabu kila wiki. Cancer treatment hata one session is up to 250,000. Maybe umefanywa fundraising katoka 100,000. So unafaa utafute zaidi. In 2 weeks, that is in 2 weeks, dose ya 2 weeks. So 2 more weeks you'll still need to have 250,000. SHA inagharamia shilingi 550,000 kwa sasa. Pesa hizo zikatika, mgonjwa anaweza kuendelea kutumia bima ya mwalimu kwa matibabu zaidi. Lakini Caroline ana tatizo na ukosefu wa dawa na baadhi ya vifaa hospitalini. Saa hii tukuwa na hiyo moja, unaambiwa kwamba uko na spouse analipa. Akishalipa na wewe unalipa, mnaambiwa mko household. So mnawekwa under mtu mmoja. Ukiwekwa under mtu mmoja inamaanisha kwa kama sasa hivi ile SHA ya walimu haifanyi na nyote mko under SHA ya walimu, hamsaidiki. Huwezi tumia ya your spouse kwa sababu amewekwa chini yako, unaona? Meanwhile, wale wamefariki, hata malipo yao ya kufariki ile last cover hakuna. Wamechukua walimu wamewarundika kama makondoo, wanasema mwalimu akifa mtatafuta family itapewa 300,000. Yet in theirs we have gone through wanalipwa 18 million and above. Kwani our life is different from the life of TSC staff? Wagonjwa wanaougua saratani, figo, ugonjwa wa moyo na magonjwa mengine sugu wanaitaka Wizara ya Afya kutatua masuala haya na kuhakikisha hospitali zaidi zimejiunga na bima ya SHA ili walimu wapate matibabu. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Preparations for Ramadan start with cleaning and organizing the mosques, as well as the Honorable Kaaba, which becomes the center of attention of all Muslims during that time. In addition to the Masjid al-Nabawi, during this time, they are focused destinations of Muslims from around the globe to perform the religious rite of Umrah during Ramadan. They also perform the act of Ittikaf beside the Masjid al-Nabawi during the blissful nights of the holy month of Ramadan. Prayer recitals are held, as well as religious lessons that are taught throughout the sacred month. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Halo, habari ndugu. Unaongea na Joffrey hapa. Habari Joffrey. Mimi nakupigia kuhusu ile request yako ya kupata connection ya stima. Sisi tunaweza kufanyia deal, ulipe pesa kidogo tu na sisi tukuharakishie connection yako. Utanisaidia sana bwana Joffrey. Sisi tutafanya mambo iwe rahisi. Kwa kawaida utalipa 100,000 na utangojea siku mingi. Lakini ukitoa 20,000 saa hii, tunakuconnectia ukuwe na stima hata kesho. Natuma saa hii. We, hao matapeli wamekuja sana. Connection ya stima
kufuata process. Hakuna shortcut. Shortcut ni ya wakora. Malipo yote ya Kenya Power hupitia channels rasmi peke yake. We mzee, hizo ni gani unajaribu kunifanyia? Tumekuja kuwashika. Buda boss utamulikwa. Tumekuja kuwashika. Not all serums are as fast at reducing dark marks. Choose new Garnier Even and Bright Vitamin C Plus Booster Serum, combining vitamin C with activated niacinamide and salicylic acid to create vitamin C Plus. 100 times stronger than classical vitamin C. Clinically proven minus 66% dark marks. Even brighter skin from day 6. New Even and Bright Vitamin C Plus Booster Serum by Garnier Naturally. No matter how chaotic your day gets, the new Nice and Lovely Ultra Fresh Deo with zero alcohol keeps you fresh all day. With 48 hours sweat and odor protection. Make moves bila jasho. Try the new Nice and Lovely deodorant today. 9 out of 10 women said they would switch. Citizen Duka, the home of discount. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Naam, karibu tena mtazamaji. Mamia ya wakazi wa Mombasa walijumuika kwa iftari ya kwanza kuandaliwa barabarani. Na waandalizi wa hafla hiyo wamesema lengo lao ni kuwaleta watu pamoja na kuonyesha umoja na kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii. Naam, Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika maeneo ya mapembeni barabara ya Moi, kaunti ya Mombasa. Mamia ya wakazi wakijumuika kwa futari ya kwanza kuwahi kuandaliwa barabarani nchini, kama ilivyo katika mataifa ya milki ya Kiarabu, Misri na maeneo ya Uingereza. Kulingana na waandalizi wa hafla hii, lengo ni kuwaleta watu pamoja, kuwakumbuka wasiojiweza, pamoja na utangamano wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Street iftar. Na street iftar ni watu wanakuja na chochote, ili unaleta chochote. Kwa mfano una kitu ya shilingi 200, 500, 10,000, unakuja unaweka, and then wale ambao wamefunga na hata wale ambao pia sio Waislamu wanapata kukula kitu saizi wakati wa jioni. So azma yake ni kuleta watu pamoja na kuonesha kuwa hata hii futari sio ya Waislamu peke yake, but at the same time kuna wale ambao wanafunga but hawana kitu ya kula. Hii ikiwa ndio hafla ya kwanza kuandaliwa nchini, wahisani wameonyeshwa kuridhishwa na mapokezi yake kwa wakazi wa Mombasa, wakiahidi kuandaa iftar kama hii kila Ijumaa na hata mara 3 kwa wiki kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kukamilika. Unaona katika streets za Mombasa watu wanazunguka wanajaribu kutafuta kitu ya kula. So na Ramadhani unajaribu mtu akifunga asiwe yako na pressure ya mali ataenda kukula wapi. So at least I know the whole year pia mtu anafaa kukula, but at least during Ramadan tunaleta ile culture ya kupeana. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetaka wahisani zaidi kujitokeza kuhakikisha iftar kama hizi zimekuwa nembo ya kufuturisha Waislamu Mombasa na kote nchini, ili kudumisha umoja na upendo, hasa taifa linapoelekea uchaguzi mwaka ujao. Waislamu na wasiokuwa Waislamu for the purpose of unity wakakusanyana mahala kama hapo, wakala pamoja. Hili ni dhihirisho tosha kwamba sisi Waislamu na ambao sio Waislamu tote Kenya tuko kitu kimoja. Na nina furaha mwaka huu tumeambiwa kwamba Wakristo pia mwaka huu pia wanafunga pamoja na sisi, kalenda zikiwa mahali kimoja. Kwa hivyo tunatarajia nchi yetu kuiombea Mungu uchaguzi uwe wa amani, na hili litadhihirisha kwamba sote tutakuwa pamoja na tutakuwa na uchaguzi wa amani katika nchi yetu wa Kenya. Waanzilishi wametaka mradi huu kuendelezwa, ambapo wakazi wataruhusiwa kuja na vyakula vyao ili kujumuika na wenzao. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.
title. Are you playing any football? Ni funny venye PC inaweza fanya ufeel nika uko punished. A game that defines a lifetime. Timu yangu saisi yako unasikia cinch. It's either you control them or the bank will. Fire meets magic. I tell you, welcome to the beautiful game. Keto, every Friday and Saturday from 8 p.m. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. New Pepsodent Herbal, introducing a unique combination of natural ingredients with herbal extracts, salt and mint in an antibacterial formula for fresh breath, strong teeth and healthy gums that protects you and your family. Pepsodent Herbal, every smile matters. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We offer market-driven and skills-based training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. March intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Naam, karibu tena mtazamaji. Timu ya Harambee Starlets imeondoka mapema leo kuelekea Ivory Coast ambapo inatarajiwa kucheza mechi mbili za kirafiki kama sehemu ya maandalizi ya AFCON 2026. Naam, Starlets watarajiwa kuvana na Benin Jumatatu. Taarifa hiyo utaipata kwa kina katika taarifa zetu za Kiingereza baadaye. Kwa sasa hivi mtazamaji, tunakukaribisha moja kwa moja katika mada yetu ya siku ambapo tayari tuko naye presenter D ambaye tuko naye studioni na pia vile vile tuko naye Bi Safari katika kaunti ya Mombasa, bila kusahau Miriam Migomba ambaye yuko Dar es Salaam, Tanzania, ikiwa mada ni moja tu ambayo ilizalishwa katika mada iliyopita. Kwa mada tumesema ni kwamba wanawake wanataka kuthibitishiwa kwamba wanapendwa kabisa. Na naona watu walikataa wakasema hakuna kitu kama hicho, lakini tukianza na Miriam Migomba kutoka Tanzania, ama tumkaribishe Presenter D kwanza. Karibu Presenter D kwanza. Asante sana. Hii mada unaionaje, unasemaje? Mada iko sawa. Mada si kitu kipya, ni mambo yenyewe yanafanyika kila siku katika mahusiano, katika ndoa, ni vitu ambavyo tunapitia. So nimefurahi mmeamua tukizungumzie. Niko tayari. Rashid Kamu. Semi kitu, maraba semi kitu, tuko tayari kuweza kuzungumza. Mtazamaji, nafikiri watu wanasema kwamba ndio jicho lifumbe, lazima uwe kuna bidii ya mtu ambaye ataka kulifumba lile jicho. Aliwezi fumba lenyewe. Kwa hiyo nitaanza na wewe Miriam, kwamba je, anayetaka kupetiwa ambiwa I love you, umependeza na nini, anaambiwa tu au unaweza ukasema na kupenda ikawa inamaanisha, lakini pia ikawa haimaanishi, na inategemea yule uliyemwambia na kupenda. Je, ulimtendea makosa mangapi? Leo hii ataipokea ile ika iko sahihi, ama hatoweza kuipokea vile? Unajua kuna kitu kimoja ni sawa sawa kwamba nguo nyeupe nataka kuivaa lakini ni chafu, nikainyoshe pasi nivae lakini bado itaendelea kuwa chafu. Kuna baadhi ya wanaume wanavyohisi ama wanavyofikiri, ukitamka neno ninakupenda kwa mwanamke kila mara, kila wakati, yeye anahisi kwamba ndio mbolea ya kuweza kumwagilia katika lile ua. Inaweza ikawa ni sawa, lakini inaweza kuwa si sawa kwa wakati mwingine. Inaweza kuwa ni sawa kwa mwanamke ambaye
Leo hii mwanaume amejenga uaminifu wa hali ya juu, lakini inaweza ikawa si sawa kwa mwanaume ambaye hajajenga uaminifu. Leo hii utaniambia nakupenda. Naam, tatuia radhi, naona kwamba ngavu mmempigia chenga. Tuje katika hili swala presenter D ambao tuweza kulizungumza kwa umakini kwamba wanawake wanapenda, naaminika kwamba mwanamke hili ndio hadiriki kabisa tulie kwenye ndoa, anapenda sana hayo mazingira ya kutamkiwa, kusifiwa, kuonekana ajihisi yupo na mambo kama hayo. Je, wewe unaamini na hilo presenter D? Kuna ukweli hapo ndani, kwa sababu validation ni muhimu sana katika mahusiano. Validation ni muhimu katika ndoa. Yaani wewe muangalie mtu ambaye mwanamke background yake, tuangalie trauma. Huyu ni mtu ambaye amelelewa katika familia, yeye ndio firstborn. Yeye ndio anaangalia wadogo zake. Pale nyumbani mama akija jioni, hakuna kitu kama hongera, asante, wenzako muangalie umwapikia, anatafuta kisababu. Mbona sufuria ugali jaoshwa? Mbona nini haijafanyika? Alafu baadaye ukubwani, yani mtu amelelewa kwamba hajui kushukuriwa, hajui kusifiwa, hajui mapenzi ya aina hiyo. Anakutana na mwanamume ambaye validation kwake kitu cha kwanza, umependeza, nywele zako ni nzuri, una macho mazuri, asante, karibu. Sasa yule mtu wewe niambie baadaye unataka kuja kumbadilisha vipi katika mahusiano, kwamba siku hizi zile sifa hautoi. Utamkuta mwanamke ni mwanamke wako, yuko kwenye ndoa, ataenda kutafuta validation nje. You know, a woman is like a bank. Currency yako ya bank ukianza kufungua account utaka 300, 200, 500, 1000, utakuwa credit worthy. Pale nyumbani usipoweka validation, mambo madogo madogo matamu, mke wangu asante kwa chakula, pale nyinyi ni watu kwenye ndoa. Kuna ile halali yenu, baadaye mume unasema asante, ama ndo basi nishamuoa ni wangu. Those small things count. Utamkuta mke wako ana kila kitu, lakini bosi wake kazini kila kiingia asubuhi unanukia vizuri, umependeza, suti nzuri. Wewe pale nyumbani, nimempa kila kitu mke wangu, ana gari, anaendesha gari, watoto wanasoma vizuri, nimwambie nini? Nimkumbushe nini wakati nimeshampenda? Yule bosi akija akianza kulima kwenye shamba lako, wewe kuna mtu unataka kuuliza. Vitu vidogo vidogo mwanaume utaona ni upuzi, mwanaume utaona labda havifai, havina maana. Kwa mwanamke vina maana kubwa sana, Rashid. Kitu kingine utamkuta mwanamke anaera, wanaitwa akina mama wari, anti waria, lakini kwa epuku yule wa bodaboda abanduki. Yule mtu ana manguo zake pleather, amevaa leather usiku mchana, majasho, dread hazijui maji, lakini yule mwanamke mwenye pesa na Range Rover anapata sense of validation, sense of belonging kwa yule jamaa. Wewe nyumbani kila siku unateta tu, wewe umejisahau tangu ujifungue. Hilo kitambi lako, wewe puku ndo anaenda kuja na keki. I love your pot. Ni pale wako. Vidogo sense of belonging. Askari pale mlangoni anambia, mami leo hii nguo ya red imekupendeza sana. Wewe mume pale nyumbani unaona ndo ushafika, utatokwa. No one nasema kila siku hapa. Sasa unaona unaniambia mimi. Lakini kuna kugeresha pia, anaweza kuwa anakuambia I love your pot, kumbe anakusimama. Heri ya kudanganya. Ukafanya mazoezi. Rashid, women love lies. Women love lies. Heri ya kudanganya. Heri ya kudanganya. Vile vitu vidogo vidogo. Pale nyumbani kwenye ndoa, wewe hata siku moja mume hujawahi kumbuka umwambie mwanamke wako asante kwa watoto? Mahusiano ni two way traffic, na mwanamke pia angalia mwanamume wako ametoka kwenye background gani. Huu mtu labda ametoka kwao nyumbani ilikuwa kambi la jeshi, baba mkali mama simba. Umeona, unataka validation kama mwanamke because it's a two way traffic. Thank you, now you are talking. Teach your man. Ilikuwa lazima nije nikutetee kidogo, manake leo tutakulemea. No. Teach your man. Mfundishe the soft language. Ame wangu karibu, pole, kazi imekuwaje, mfundishe. Manake yule mwanaume kwao background yake imekuwa ni nzito sana. Hiyo inaenda kwa wanawake. Sema kitu, tuende moja kwa moja kwa Bi Msafwari kabla tuweze kuchangia hii mada kwa mapana. Tunafundishwa kwamba kuna mambo madogo madogo ambayo yanapaswa ni mambo ya kawaida ndani ya majumba, yatanogesha na yatachangia kitu fulani katika mahusiano. Bi Msafwari. Ni kweli kabisa. Hata hiyo mimea pia ukiipanda mpaka uipalilie, utakapoipalilia ndio utapata mavuno mazuri. Mwanamke hupenda mume wake amwambie chakula ni kitamu, umependeza. Lakini kuna wale kabisa hawapendi kusifia. Atakwenda kusifu kwingine lakini mke wake hawezi kumsifu.
Mambo madogo madogo kama hayo kweli hufanya mtu akaanza kuangalia mambo ya nje. Kwa hivyo mimi ningependa tu kusema kwamba ni vizuri mwanamke akaweza kuelezewa, yani mwanamume ukaweza ku appreciate kile mwanamke amekutengenezea, na sio kwa yani kitoke ndani ya moyo wako, ukubali. Na kuna wengine wanamume unaweza kukuta mtu amekuachia pesa kama ndani ya kitabu. Kweli kama kuna penzi la kisawa waweza kuachia mtu pesa kwenye kitabu, si mpaka utampatia mtu kama ni pesa kwenye mkono ashike. Kwa hivyo utakuta vitu vingine kama hivyo, maudhi madogo madogo atafanya mtu aanze kufikiria makosa. Kwa hivyo ni vizuri kuongea na mwenzako, si mambo ya kutumania mnatumaniana ujumbe na mko mahali pamoja. Unapomwambia wewe mwenyewe kwa mdomo inapendeza na inakufanya kwamba mwenzako azidi kukupenda zaidi. Kwa hivyo nasema kwamba mapenzi ni mpaka huyu mwingine aongee upande huu na huyu mwingine aongee upande huu, lakini isiwe kwamba hata ukila usemi asante kwa chakula, itakuwa si vizuri. Ni vyema appreciate kile mwanamke amekufanyia. Hapo mapenzi yatazidi. Na Miriam, baadhi ya kina Rashid, asilimia kubwa huwa wanasema ni mambo ya kipuzi kumwambia mwanamke umpendeza. Utamwambiaje umpendeza wewe mwenyewe unatoka naye nyumbani? Na anajua kila siku anapendeza. Ngoja kwambie kitu. Ngoja kwambie kitu afu achangie Miriam. Ngoja tuongee Miriam. Anasema kwamba anakuambia nini umpendeza na tumetoka pamoja nyumbani. Nikwambie wewe ni mrembo na kuona kila siku. Ya nini tabu yote hiyo? Sio unajua tu mimi nakupenda. Hebu waambie wanaume kama kina Rashid. Kwamba wanaharibu hawatengezi, wanabomoa. Unajua siku zote wanasema kila mwamba ngoma anapaswa kuvutia kwake. Lakini kama utashindwa kwamba hii ngoma ukaivuta kwa mwingine, itakuwa inaleta taswira mbaya. Kwa nini? Kwa sababu leo hii unatakiwa ukipe sifa cha kwako, usiende kukipa sifa kitu kingine. Na mwanamke unapomsifia yeye mwenyewe binafsi anajisikia raha. Lakini je, unamsifia kwenye engo ipi? Umeona kwa sababu mwanamke mwingine anaweza kusema hapa mume wangu, yeye mwenyewe anajijua, hapa mume wangu hata sijapendeza. Hapo ulikuwa unanisifia tu kwa sababu asubuhi uliniomba pesa nikupe. Kwa sababu kuna engo hiyo pia. Lakini unamsifia kwenye engo ipi? Unamsifia kwenye mavazi, unamsifia kwenye kupika siku hiyo, unamsifia kwenye sura yake nzuri, unamsifia kwenye miondoko, unamsifia. Kwa sababu unaweza kumsifia mke wangu una miguu mizuri, kumbe mke ana miguu kama fito za genge. Umeelewa? Unaweza ukasema mke wangu mashallah, mke wangu ana umbo, na mke wangu umbo lako namba 8, ukimwangalia mke wako ana umbo namba 9. Kwa hiyo unaangalia sifa hii utaipeleka wapi na unasifia hivi kwa kitu gani? Kwa hiyo hujazuia kumsifia kwa sababu kile ni cha kwako. Lakini Rashidi, Lulu, nilikuwa sijamaliza hiki kitu. Naomba nizungumze ukweli. Kuna baadhi ya wanaume kiukweli wanawatesa baadhi ya wanawake kwa kutumia fimbo neno na kupenda. Neno na kupenda, huyu mwanamke sio mara yake ya kwanza kuambiwa. Leo hii inawezekana kaja kwako ni kura ya veto imedondoka, wewe ukabaki kwa mume, lakini kabla hajaoa na huyu alikuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo naambia baadhi ya wanaume wenye desturi ya kuambia wake zao na kupenda, lakini matendo yao si sahihi, akatumia fimbo ya kumtandika na kupenda. Sasa anapaswa kujirekebisha, kwa sababu unapomwambia mwanamke mimi nakupenda kila mara, kwa sababu wameambiwa kila muda ukikaa mkumbushe mwanamke na kupenda ili mwanamke ajisikie raha. Lakini unanikumbusha, lakini wakati huo unafanya matendo yasiokuwa sahihi. Ile neno na Tatu ya radhi, naona Miriam kwa kweli angavu, lakini unajaribu kuelimisha. Anasema kwamba pia unapokuwa unasifia maneno yako yaende sambamba na vitendo vyako, usiseme tu na ikawa haumaanishi. Mimi naamini kwamba kuna watu wale ambao labda pengine kutoa tu mfano ashakumsima tu, si mtu ambaye anafuga kitu ambacho anakipenda na kihudumia kila siku. Lakini kuna wakati mwingine anaweza kuwa si kwamba amekisahau, lakini akakisikia. Mfano kama usicheke, kama vile mtu ambaye anayefuga mbwa ambaye anampenda, anampa chakula na kila kitu, lakini kuna wakati anaweza kaa akasikia mbwa anabweka, akakumbuka kwamba mbwa wangu leo sijamlisha, mbwa wangu leo sijafanya hivi na hivi. Kwa kama ingekuwa akajasikia kule kubweka kwa ule mbwa, kuna uwezekano ule mbwa siku ile asinge mhudumia. Sio kama tunaelewana president. Nakupata. Kwa hiyo jitihada pia ipo, ndio uambiwe mashaallah. Mashaallah. Kama hakuna jitihada, utalazimisha kitu ambacho itakuwa ngumu. Yaani nafikiri unachojaribu kusema, na mimi kidogo nisimame na wanaume, mama ukingoja kusifiwa na wewe jibebe.
Asante. Jiongeze. Kwa sababu pale utalalamika sana, yule mwanamume akusifia, kutambua, hakuangalia na sifa zozote, lakini wewe umefanya nini? Huwezi kuwa wewe umejiachia tu mafuta, miguu mpaka huku chini, meparara, kufanya mpaka scrub. Mpe ule mtu matamanio, mpe reason, mpe sababu za kusema mke wangu leo. Kiutu uzima tukizungumza tunajua huko kwenye ndoa kuna mambo lazima yafanyike. Wewe vipi pale? Usije ukawagogo utegemee sifa. Wanawake wajiongeze. Jiongeze paka anakuambia jana vipi? Ni ile pilau ama nini? Ushaona? Kuelewa kabisa. Yes, unajitahidi na wewe. Yule mume akikuachia japo kidogo na wewe mpe sababu za kusifu. Si mkienda mahali mmetoka mtu wangu. Jiongeze mama, paka ukitoka na mume wako yeye kabla hujazungumza wewe watu hawajauliza uni nani? Mume wako mwenyewe nitakusema jamani nimemwona mke wangu. Jamani nimemwona niliyemlipia mahari. Jamani nimeona halali yangu. Lakini wewe ushakuwa mama watoto. Ukiuliza mimi ndio mama watoto wake. Mama watoto wake leso ya Januari ile bora ndio hilo. Ushapewa chakula, ushakula basi kumkucha. Wewe uko tu, si mradi mimi nishaolewa. Usifiwe kwa lipi? Wanaume nao tujaribu kuwapa nguvu. Utakuta kuna kipindi mwanaume anajaribu, amejiongeza, amekupa kila kitu, wewe kidogo sana wako, lakini kidogo sana. Lulu, wanaume wapo, tatizo hawazungumzi wanachokipitia. Kuna communication ndani ya nyumba. Communication language yenu kwenye mahusiano ni gani? Unamjua mtu wako hasemi sana. Ushaona? Unamjua mtu wako kuna vitu anapenda. Wewe mama unajua pia kuna kule ambacho kidogo tujishushe, ukubali kwamba mume wangu umejaribu, mume wangu umeninua, ni mimi nimekuangusha. Learn to communicate pale nyumbani. Itakuwa rahisi sana. Hivyo vitu tunavyovitaka sisi wanawake, ukimnyanyua mume wako hata shindwa kukuambia. Ile kunyamaza mwanaume anasema amefanya, mimi nishamwambia mara 10 hafanyi. Mimi nishamwambia sijui mara ngapi. Jaribu pale ndani, because wanasema mahusiano you keep the fire burning. Si ndio? Tushinde tukikumbushana. Isiwe miezi 6 ya kwanza ndo bado tuko kwenye honeymoon. Hani umependeza, hani chai nzuri, chai kali lakini wazungumza. Hiyo moto iendelee, usije ukampoteza. Ukishazaa moto wapotea. Moto uendelee. Women are very emotional. Yaani sisi vitu vidogo vidogo sana vinatusaidia. Vijana wadogo wako hapa nje, wanaume nazungumza nanyi, wanakuja wanazoa, anavua kwako kwa mambo mengine. Hata ukija ukisikia mke wako alichukuliwa, mimi nilishindwa kumwambia na viatu vizuri, mimi nilishindwa kumwambia mke wangu ananukia vizuri, mimi nilishindwa kumwambia kwamba amejiongeza kwenye tendo la ndoa. Small things will make your marriage perish. Na ndo pale kina Rashid presenter wanajiuliza sasa huyu aliona nini kwa ule akani huyu aliona nini kwa mke wake akamoa? Wanasema huyu aliona nini kwa ule Wepuhulu? Wepuhulu na mambo yake madogo na ushamba wake na bodaboda zake na magwanda yake. Yani mambo mengine hata ukija ukisikia, binadamu watakuwa wanaangalia Lulu, majirani wanashinda, yule mama na Range Rover afanye na jamaa wa bodaboda. Hujui vitu vidogo sana. Ile kuitwa baby tu. Wewe ushazoea mama Leila? Kumuita baby tu. Kumuita sweet. Wewe nyumbani kwako kila siku unamkumbusha mke wako amenenepa. Umenona sana wewe tangu upate watoto. Wepuhulu anawaambia mami, Mungu alikuumba. Mungu alikuumba mama, ukikanyaga ardhi inatetemeka. Wewe mambo mengine madogo ukitumia, umwambie tu mke wako, mama, naona kidogo umejisahau, twende gym pamoja. Kabisa. A lot will change. Ndo pale Bruce akisema you look beautiful. Watu waenda alafu mapige makelele. Na you look beautiful amse. Lakini kuna hoja wanaume pia wanaona kitu kimoja ambacho wakizungumziwe ni kwamba mwanamume si wa kufanya jambo. Mwanamume ni wa kuitikia jambo lilofanywa. Yaani ukiangalia kwa tafiti nyingi wanaume wengi sio wa kuendeleza jambo, ni wa kuitikia jambo lilofanywa. Pia nakubaliana sana President ni kwamba jitihada zinazokuja kwa kina mama zitakuwa na zaidi, na kuna wanaume wengi ambao wanatoa hiyo validation lakini pia sio kwa kutamka mdomoni, kwa sababu kama alivyosema kila mtu ana communication yake tofauti. Kuna mtu anaweza kuwa hasemi na anasema. Kwa hiyo ukisubiri kwamba hasemi utaona kwamba hafai. Ndio maana naambiwa kwamba kuna mtu kama anasema kwamba mtu ni kuna watu wanapenda ukweli. Lakini ule ukweli anauzungumza utamuuma yule mwanamke. Kwa hiyo paka watu wawe na umakini kumwambia mwenzako kwamba amezidi, amepungua, amefanya hivi. Ataka busara, manake unaweza kuwa unalizungumza kwa uzuri na pia ukaharibu katika kuzungumza hilo swali. Unajua utakavokuja ndio utakavopokelewa. Sasa ile tone yako umemwambia ameongeza mwili kwa tone gani? Ni ya upendo, unamjali, umeona? Lakini wewe ukija kwa tone ya kukashifu, na mimi nitaichukua ni kama dharau. Ushaona? Nitoe nje nipeleke dina,
sawa ni ile chakula inanifanya niongeze mwili, lakini peleke pale pale uniambie darling, mwezi ujao naomba tuanze diet pamoja. Yani nitakonda kabla yako mume wangu. Kwa sababu umeniambia kwa mahaba, umeniambia kwa upendo, umeniambia kwa mapenzi. Vitu vidogo vidogo zingatia, vitabadilisha mengi katika mahusiano yako. Tena kila wiki nakupatia progress. Napunguza kilo 2, napunguza 3. Unajua wanaume wanajifanya, Rashid anajifanya ni kama ambaye wao hawapendi kuambiwa wamependeza. Wewe Rashid ukiambiwa kanzu lako nzuri unasikiaje? Semi kitu. Twende kwa Miriam. Naam, twende kwa Miriam. Lakini yamezungumzwa mengi, lakini mimi nataka kumusia katika ule pande ya mada yenyewe ambayo ilivyo, ili katika kujenga sasa katika swala zima la ndoa. Unapomwambia mtu neno nakupenda, basi nafasi kutengeneza uaminifu, na ule uaminifu unayokuja ndani ya nafsi ya mtu, na mtu akaamua kutengeneza thamani kwako. Lakini pia kwa baadhi ambao wanaotarajia kuingia katika ndoa, katika haya ambayo yaliyozungumzwa mengi, usiende na matokeo ya ndoa ya kwanza, usiende na matokeo ya ndoa ya lulu, usiende na matokeo ambayo yaliyokuwa ndoa bila safari. Nenda na matokeo yako wewe kwenye ndoa, kwa sababu mume wako wewe hawezi kufanana na mume wangu bibi, na mume wa lulu hawezi kufanana na mume wako wewe, na mume wa bibi presenter hawezi kufanana na mume wako wewe. Hii katika kujenga katika mahusiano ambayo kwenda kwenye uchumba ambayo yataingia katika ndoa. Na mtatu ya radhi na pia sauti inatuchanganya ya Miriam, lakini tumeweza kujifunza mengi tu kuhusiana na masuala haya ya watu kuambiana, kwamba mtu mwambie kwamba ani yue kila siku unanukuu chache ambazo zinamfurahisha. Lakini sisi watu wetu hawajifunzi. Kina Rashid, mtu anasema kuambia bibi yako I love you ni nonsense. Kwa pia ukimwambia mara kwa mara pia naye na sengine anajisahau. Wacha itafute ile I love you. Sio kila mara unamsifia tu I love you, umependeza. Wacha itafute. Ni sawa unapokwenda sokoni kwa mwanamke akakwambia hii limau ile nzuri, lakini kwambia napenda yale madogo ndio ana maji sana. Ni dogo lakini lina maji mengi. Na kuna kubwa ambalo halina maji. Unajifunza nini? Lakini uko ni wapi? Lakini unajifunza nini na kuambia kwa mfano kama huo? Naam, labda kwa presenter D neno lako la mwisho. Rashid anasema wacha mwanamke alitafute. Ile neno I love you ni kama anajaribu kusema you need to earn it. Unajua kuna kitu kimoja, mwanamke akichoka huwa hasemi sana. Tukinyamaza tulichokuwa tunakitafuta tumekipata kwingine. Ogopa sana mwanamke ambaye tutachoka kungoja utuambie I love you. Na kuwa na tahadhari ya mwanamume anayeongea I love you nyingi. I love you. Ni mbaya. Usifurahi. Jiite mkutano. Kwa heri mtazamaji.